Nimefurahi mimi kama mwana Simba kwanza FIFA kuingilia ili jambo. Na dabi inatakiwa iwe hivi, marefari, lazmeni, VAR vinatakiwa viwepo uwanjani. Kwa sababu dabi ni mchezo mkubwa Tanzania nzima, unaumiza mashabiki, yani ni mashabiki wengi sana ambao tunashabikia Simba na Yanga. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Mtazamaji, tupo hapa nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Letu kubwa ni kupata maoni mawili kutoka kwa mashabiki wa Simba lakini pia Yanga, na hapa nipo na mwanadada. Umependeza sana. Asante. Unakuita nani? Hajat. Hajat, tuambie bwana, hii dabi unaona inakuwa dabi aina gani? Dabi ya leo itakuwa ni dabi moja nzuri sana. Naamini itakuwa hivyo. Japokuwa timu zote naona kama zina pressure. Pia ubora wa Simba kwa hivi karibuni tangu tutolee shirikisho tumekuwa kama vile tumetoka kidogo mchezoni. Tumeyumba kidogo. Yes, tumeyumba kidogo. Pia tukiangalia na mechi ambazo tumecheza kwa muda mchache alafu mechi nyingi. Lakini naamini dabi hii itakuwa nzuri sana kwa sababu sisi wenyewe pointi 3 tunazitaka na kombe tunalitaka. Utofauti wa pointi moja? Utofauti wa pointi moja na hisi ndio utawafanya Simba kuwa na hamasa zaidi kwa sababu tutaingia uwanjani tukiwa tunatafuta pointi 3. Yani tukiwa tunataka ushindi, sio sale wala nini, yani sisi tunachotaka ni ushindi tu. Kwa hiyo lazima tupambane na utakuwa ni mpira mzuri sana. Vipi ujio wa marefari kutoka nje kuja kuchezesha dabi hii? Nyinyi wewe kama shabiki wa Simba unauzungumziaje hii? Yani naona kwanza wamefanya kitu cha maana sana na nimefurahi mimi kama mwana Simba kwanza FIFA kuingilia ili jambo. Na dabi inatakiwa iwe hivi, marefari, lazmeni, VAR vinatakiwa viwepo uwanjani kwa sababu dabi ni mchezo mkubwa Tanzania nzima, unaumiza mashabiki, yani ni mashabiki wengi sana ambao tunashabikia Simba na Yanga. Kwa hiyo mchezo kama huu unahitaji kuwa na umakini zaidi, yani usiwe na makosa kwa sababu makosa kidogo tu unaweza ukawaumiza mashabiki wengi zaidi. Kwa mimi na enjoy kuona FIFA kuliingilia ili swala, refali kutoka nje. Matamanio yako leo natamani uone magoli mangapi yakiingia pale kambani ili kuweza kumziba mdomo mtani? Yani natamani Simba wafunge magoli 3 lakini mfungaji wa goli la kwanza awe winga wetu Mpanzu. Kibisawala. Wanamchukulia poa sana. Yani natamani Mpanzu ndo afungue mlango wa kufunga magoli. Alafu la pili? Goli la pili Kibu Dennis. Kibu Denga. Mzee wa mashuti. Yes, mzee wa mashuti. Alafu goli la 3 Mkwala. Vipi kuhusu Jean Shahawa? Jean Shahawa natamani afunge lakini kuna wachezaji natamani zaidi kwa sababu hawa watu na uhakika tayari ni mfungaji bora. Ashakuwa vizuri. Ashakuwa vizuri. Lakini kuna wachezaji baadhi natamani wafunge ili Yanga waone tofauti yetu sisi na wao. Wanaongea sana, wanasema kwamba leo hamuonekani kabisa, sio kawaida yao. Haonekani hata. Sasa hii mechi wao ndio wenyeji wa mchezo. Wanasema kwamba magari ya mkoani hayaonekani hapa. Gari la mkoani la Yanga umeliona? Sijajua, labda utuambie wewe umeliona? Sijaona. Wanadanganya. Na wenyewe pia ni waoga. Yani wao wenyewe ni waoga kwa sababu wao ndio wenyeji wa huu mchezo. Kwa hiyo litakiwa leo kama wanaona sisi tunadanganya, wao ndio wangekuwa na mashabiki wengi. Nipo tu Mwanza. Sasa maneno haya naomba uambie mashabiki wa Simba, uambie kilugha chako, uambie mashabiki wa Simba chonde na waomba muje uwanjani tuujaze uwanja wa Benjamin Mkapa kuweza kushuhudia mchezo wa leo. Tumkande mtani magoli 5-0. Kwa kilugha. Na leo alomba sana mashabiki wa Simba jize Benjamin Mkapa kujaza uwanja. Sawa, mimi nimechukua moja kwamba mashabiki wa Simba muje uwanjani hapa kwa Mkapa tujaze uwanja. Bila shaka nimepatia. Umepatia. Bwana, nikutakie kila laheri katika mchezo wa leo. Shukrani sana. Sawa.